tuzo hii mlionipa itapaswa ije na wajibu kwenu vijana. Tunafahamu chama kina mifumo yake ya kukilinda na kukihami chama, lakini tunatambua kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Baada ya maadhimisho yenu haya, nitaomba niwe na kikao makao makuu ya chama na uongozi wenu wa chama wa BAVICHA Taifa na sekretarieti ya BAVICHA ili tujadiliane kuhusu nafasi ya BAVICHA katika kukihami chama wakati huu ambapo tuko kwenye mapambano. Na nasema tuko kwenye mapambano, vita. Upande mmoja tunaweza kudhani vita yetu kuu tulionayo, ambayo ndio vita kuu ya kutaka Tanzania ipate katiba mpya, ndio vita pekee tulionayo. Upande wa pili tunaweza tukadhani kwamba vita tulionayo ya kutaka ukweli, haki na uwajibikaji kutokana na mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuatia ni vita kuu ambayo tunayo. Kwa nje tunaweza kuziona hizo ndio vita tulizonazo, na kazi kubwa tulionayo ya kukijenga chama ngazi zote mpaka kwenye misingi na matawi na kukiamsha chama ni vita tulizonazo, ni wajibu, ni mapambano tulionayo. Lakini katikati ya vita hizo tulizonazo na mapambano haya, watawala haramu na dhalimu wameamua kufungua vita dhidi ya Chadema. Ninavyozungumza na nyinyi, mwenyekiti Tundu Lissu bado yuko gerezani. Leo kesi yake ilikuwa iendelee, lakini upande wa jamhuri umeshindwa kupeleka shahidi kwa sababu kimsingi hawana ushahidi wowote wa maana dhidi ya madai yao ya uongo ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu. Tunataka mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti yoyote. Lakini leo hii watawala kupitia mamluki wachache, leo kulikuwa na kesi hapa Mahakama Kuu Dodoma, ameshtakiwa katibu mkuu, ameshtakiwa bodi ya wadhamini, kesi nyingine mpya, ukiondoa ile kesi ya wale wasaliti wenye kesi Dar es Salaam, kesi ambayo ukiangalia katikati ya mstari inakwenda kunilenga baraza kuu la chama. Watawala wanataka kuendeleza vita ya kukigawa chama, kukivuruga chama. Sitaongea sana hili hapa kwa sababu mimi ni mmoja wa wadaiwa au washtakiwa, kwa naweza kuambiwa naingilia uhuru wa mahakama. Katika wakati mwafaka tutaongea, lakini nataka kusisitiza wajibu wa vijana kama nguvu ya mabadiliko katika kukihami chama na viongozi wa chama ngazi mbalimbali, ili kwa pamoja tukabiliane na vita kubwa zaidi tunazozikabili lazima tuzishinde. Sasa katika hili la katiba mpya ambalo ndio hoja yetu kuu ambayo mmeamua nyinyi kuwa ndio ujumbe mkuu wa maadhimisho haya, kijana na katiba, vijana na katiba mpya, vijana na katiba bora. Kuna jambo ambalo ni vizuri vijana mkalifahamu. Watawala haramu na dhalimu na baadhi ya wanaobeba upepo wa propaganda za watawala hao wanataka kuwatumia vijana kukwamisha mchakato wa katiba. Na hoja wanayokuja nayo ukiisikiliza kwa nje unaweza kudhani ni hoja ya maana sana. Wanasema hivi, mchakato wa katiba ulikwama mwaka 2014. Kwa sababu ulikwama 2014, hapa katikati kuna waliofikisha miaka 18 kati ya 2014
mpaka sasa 2026 ambao hawakushiriki mchakato wa katiba moja kwa moja wakati huo. Kwa wanasema mambo ya 2014 yamepitwa na wakati. Kwa mchakato wa katiba ama uanze upya kabisa kwa maoni kukusanywa, au ichukuliwe rasimu ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, rasimu ya pili maarufu kama rasimu ya Warioba, iwekwe hapa, ichukuliwe katiba inayopendekezwa ilipoandikwa walipobaki CCM na washirika wao wenyewe baada ya UKAWA, Umoja wa Katiba ya Wananchi, sisi kutoka hapa Dodoma, iwekwe hapa. Alafu ichukuliwe katiba ya mwaka 77 iwekwe hapa. Alafu yakusanywe maoni ya vijana waliofikisha umri sasa wa miaka 18 yawekwe hapa. Alafu iandikwe sasa rasimu mpya kabisa ya katiba kwa kurejea hizi nyaraka zote. Ukisikiliza kwa nje unaweza kuona hii hoja ina mantiki sana, inalenga kupanua demokrasia na mawazo ya vijana wapya. Nataka kuambia hoja hii inalenga mchakato wa katiba mpya usikamilike hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2030. Na nyinyi vijana ndio wanataka kuwatumia kama kete ili muingie mtego wao. Sasa nataka kusema hivi, bahati nzuri nimekuwepo kwenye mchakato wa katiba. Nimekuwepo kabla sijaingia kwenye siasa, kwa maana siasa za vyama, kwenye harakati huko za asasi za kiraia. Nimekuwepo baada ya kuingia kwenye chama, kabla ya kuingia bungeni. Nimekuwepo kwenye bunge wakati sheria ya mabadiliko ya katiba inaletwa kama muswada, na in fact kabla ya rais hajatoa hotuba Desemba 2010 kusema mwakani tutaanza mchakato wa katiba, wakati huo nikiwa mbunge mdogo sana wa Ubungo, nilikuwa mbunge wa kwanza kupeleka notisi ya hoja bungeni kwamba Tanzania inabidi tuingie kwenye mchakato wa katiba na tutumie utaratibu huu. Rais baadaye akaja kutoa hotuba na serikali ikaleta mswada, na baada ya serikali kuleta mswada, hoja binafsi niliyopeleka wakati huo ikawekwa pembeni. Nimekuwepo kwenye bunge maalum la katiba. Mchakato wa tume ya Warioba ulikusanya maoni, si maoni ya wazee. Katika mikutano zaidi ya 7,000 iliyofanyika nchi nzima, watu milioni 1.4 walitoa maoni. Wengi wao wakati wa mikutano hiyo ya katiba wakiwa vijana, wenye umri wa vijana wakati huo, walitoa maoni. Warioba na timu yake wakatengeneza rasimu iliyokuwa imezingatia maoni ya vijana, maoni ya wazee, maoni ya makundi mbalimbali. Rasimu ikawekwa mezani, na sio rasimu tu. Mimi wakati namaliza bunge maalum niliondoka Dodoma hapa na karibu rekodi zote nilizokabidhiwa kwenye bunge maalum, si randama ya maoni mbalimbali, vitabu vya maoni ya taasisi mbalimbali, vitabu vyote vile huwa navipitia. Maoni yanatolewa kwenye mabaraza ya katiba kwenye kila wilaya. Wananchi walitoa maoni, rasimu ikawekwa. Sasa kilichopaswa kufanyika kwenye bunge maalum ni nini? Ilikuwa manake rasimu ya Warioba si kwamba ndio imetibu matatizo yote au ina ubora wote kabisa, ndio maana ikaitwa rasimu. Sasa ilipaswa kufanyike bunge maalum ipime kuangalia, je, maoni ya wananchi yamezingatiwa? Maoni gani ya nyongeza yaongezwe? Bahati mbaya sana, kabla tujaingia kwenye bunge maalum hapa Dodoma, CCM ikakaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM ikafanya kama ilivyofanya mwaka 92 baada ya kupokea ripoti ya tume ya Nyalali. CCM ilikaa mkutano mkuu wa CCM ikakataa katiba mpya, hivyo wakakaa halmashauri kuu ya CCM
wakasema weka pembeni kimsingi maoni ya wananchi, rudisha madaraka ya rais, ondoa muundo wa muungano wa shirikisho na serikali tatu, rudisha muungano ule uliopo, ondoa uhuru wa bunge, ondoa uhuru wa mahakama. Wakaanza kuchakachua maoni vipengele kwa vipengele, ndio ikazalishwa hii katiba inayopendekezwa. Uamuzi wa CCM kutaka kuturudisha nyuma kukusanya maoni upya, wanatafuta mianya ya kuchelewesha mchakato. Na vijana, msiingie kwenye mtego wa kukubaliana na uamuzi huu. Kinachotakiwa kufanyika ni nini? Kwa maoni yangu, ule mchakato haramu uliofanyika CCM walipobaki wenyewe baada ya Ukawa kutoka, ndio ufutwe kwa sheria, uondolewe hiyo katiba iliyopendekezwa ya CCM. Alafu turudi kwenye rasimu ya Warioba. Alafu sasa tuanze kuiboresha. Katika kuiboresha rasimu ya Warioba, kwa hii hoja ya kutaka vijana wawe wengi, chombo chochote kitakachopendekezwa cha kuiboresha rasimu ya Warioba iwe ni kamati ya wataalamu wa katiba. Baada ya hapo iwe ni bunge maalum jipya, sio bunge hili. Bunge maalum inatokana na watu, makundi mbalimbali. Bunge hilo maalum la kuiboresha rasimu ya Warioba, kama hoja ni vijana kwamba hawakuwepo, basi vijana wawe na uwakilishi mkubwa zaidi kwenye bunge hilo kuliko kundi lingine lolote. Rasimu ya katiba iboreshwe, twende kwenye kura ya maoni. Tukipita njia namna hii, tutapata katiba mwaka 2027. Tutaanza mchakato mwaka huu 2026, tutapata katiba mpya mwaka 2027. Tutajiandaa na uchaguzi. Sasa katiba mpya ikitungwa, inabidi sheria zitungwe upya, sheria za uchaguzi, sheria ya polisi, sheria ya usalama wa taifa, sheria zote zinazohusiana na uchaguzi, sheria za siasa zitungwe upya. Unahitaji mwaka mzima kwa kazi ya kutunga sheria tu baada ya katiba. Mwaka 2028 tutafanya kazi ya kutunga sheria kwa mfumo huru zaidi wa kuitunga sheria, sio kwa kutumia bunge haramu lilivyo kwa muundo wake ulivyo hivi sasa. Na mwaka 2029 nchi itakwenda kwenye uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, tukiwa na katiba mpya na sheria zitakazoitumia hiyo katiba mpya, na mwaka 2030 tutakwenda kwenye uchaguzi mkuu tukiwa na katiba mpya. Kwa hiyo ombi langu kwenu vijana wa Chadema, msiingie kwenye mtego ule wa mapambio kwamba vijana wa Tanzania tunataka mchakato uanze upya. Kiingia huko tu, mmeingia kwenye mtego wa CCM. Itafika 2030 hakuna katiba mpya. Wangapi mmenielewa kwenye hilo? Kidole hili juu. Mmenielewa, si ndio? Mmenielewa, si ndio? Hamtaingia kwenye huo mtego, si ndio? Hamtaingia kwenye huo mtego, si ndio? Nimalizie kwa mambo madogo mawili. Na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niombe ruhusa yako na vile vile mwenyekiti wa vijana niombe ruhusa yenu kwamba baada ya hotuba nitaomba niondoke kwa heshima na unyenyekevu, kwa sababu tunatakiwa kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo sitaweza kukaa mpaka mwisho kabisa kwa usafiri ambao nitasafiri nao. Kwa niombe tu, mkiona natoka kimya kimya kwa sababu tu hiyo. Nataka nimalize na mambo mawili. La kwanza, kesho tarehe 13 mwezi Agosti ni kumbukumbu ya kuzinduliwa upya kwa Chadema. Na katika kuzinduliwa huko upya kwa Chadema ilikofanyika tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2006 ukumbi wa PTA Temeke, vitu vipya vifuatavyo vilizinduliwa katika Chadema. Kuliandikwa katiba mpya ya Chadema, kulianzishwa bendera mpya ya Chadema yenye rangi 4. Zamani bendera ya Chadema ilikuwa na rangi 2 tu, blue na nyeusi. Kulianzishwa mpango wa kwanza wa miaka 5 wa chama. Kulianzishwa kanda za chama, hazikuwepo wakati wa muundo wa kanda. Kulianzishwa mambo mengi mapya, lakini kubwa kuliko yote, siku hiyo ndio siku ambapo kulianzishwa mabaraza ya chama, BAVICHA, BAWACHA na BAZECHA, baraza la vijana, baraza la wazee na baraza la wanawake. Kwa leo
ni siku moja kabla ya nyinyi kusherekea miaka 20 ya kuanzishwa kwa BAVICHA. Hongereni sana. Niombe mtumie fursa hiyo nje ya kongamano hili, mtakapokuwa mnarejea nyumbani, kutafakari miaka 20 ya safari ya BAVICHA. BAVICHA ilianza kama wazo 2003 nilikuwa kwenye kongamano la kupitia sera za Chadema. Wakati huo nikiwa sio mwanachama wa Chadema, niko kwenye harakati za vijana. Wakati huo tulikuwa tunadai sana baraza la vijana, na taasisi yetu moja wapo tulikuwa nayo ikaja ikafutwa na serikali, National Forum, kwa kigezo kwamba inajihusisha na siasa. Viongozi wakati huo wakanialika, nikakishauri chama hiki kitakuwa tu kama tukatoa uhuru kwa vijana, wanawake. Wakati huo tulikuwa vijana, wanawake, kuanzisha baraza la wanawake, kuanzisha baraza la vijana. Ilikuwa na vyombo vinavyojitegemea, semi autonomous, sio full autonomous, lakini mahali ambapo makundi haya yatafanya siasa zao kwa uhuru wao, kwa nguvu zao. Viongozi wakati huo wakaniambia, sasa umetoa wazo, nani wa kulisimamia? Wakaniambia nijiunge na Chadema, nikashawishiwa, hatimaye baadaye nikajiunga, nikawa mkurugenzi wa vijana. Naingia kwenye uchaguzi wa 2005. Baada ya 2015 kazi ya kwanza ikawa kuanzisha mabaraza ya chama. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa heshima ile mliyosema ya uasisi wa baraza. Kwa kweli, kwa unyenyekevu mkubwa, sisi tulikuwa ambao tulianzisha hili baraza la vijana la Chadema, na tunamshukuru Mungu kwamba limefikia kwenye level hii. Sasa nikaongoza baraza la vijana ikiwa ndio tunalitengeneza 2006 mpaka 2009. 2009 nilikuwa na uwezo wa kugombea, nilikuwa na umri wa ujana, lakini nilikuwa vile vile mkurugenzi wa habari na mwenezi wa chama na mkurugenzi wa mambo ya nje. Nikasema kwa level ambayo niliyoko sasa hivi, nikienda kushindana na vijana wenzangu, tutakuwa ile level la kuanzisha baraza halitimii. Nikasema sigombei. Tukaingia kwenye uchaguzi, wakagombea Mheshimiwa John Heche na wengine, lakini uchaguzi wakati ule ukavurugika, kuna tuhuma mbalimbali, ukafutwa. Ikabidi niendelee kuongoza tena baraza la vijana. Mheshimiwa Sharifa, nyinyi mliingia 2011. 2011 sababu 2009 ulivurugika pale. Kwa hiyo kuanzia 2006 mpaka 2011 tulazimika kuongoza baraza la vijana. Kuna mambo kidogo pale tuliyafanya, ikiwemo ya kuingiza siasa kwenye vyuo vikuu, siasa za Chadema, tawi la Mlimani pale, tawi la Sauti, tukakutana na John Heche, na wakati wetu kwenda na Marehemu Chacha Wangwe na Freeman Mbowe 2007, matawi ya SUA na kadhalika. Mimi ambacho nasema tu, nyinyi mlioko hapa mnakiona hiki chama kimekuwa kikubwa sana, kwa sababu wazo lilianzia mahali fulani. Nyinyi mmekifikisha hapa kwenye ukubwa huu, hongereni sana. Sasa mna wajibu wa kuongoza, kuifikisha BAVICHA mbali zaidi, lakini sio BAVICHA tu. Msiishie kufikiri kuhusu BAVICHA, kukifikisha chama mbele na mbali zaidi kwenye kuongoza nchi, nao wajibu. Mwaka 2003 wakati nateuliwa kwa sirisiri, bado nikiwa kwenye sekta nyingine kwa mkurugenzi wa vijana, mtu asingewaza kwamba kuna siku ningekuwa katibu mkuu wa chama, kinianzia kama mkurugenzi wa vijana. Wakati nakutana na Mheshimiwa John Heche mwaka 2007 chuo cha Sauti kule kufungua ofisi na tawi la Chaso au tawi la Chadema kwenye chuo kikuu pale Sauti, hakuna mtu ambaye angewaza kuna siku John Heche angekuwa makamu mwenyekiti wa chama. Humu mnavyo vipaji na vipawa. Ninachowaambia ushauri wangu, kama una ndoto na maono, usikate tamaa na usikatife tamaa. 2001 mimi nilikuja hapa Dodoma kwa taasisi hiyo iliyofutwa National Forum. Nikatakiwa kutoa mada kwa wabunge inaitwa Towards a More Functional Education in Tanzania. Nikaitoa mada. Ndani ya darasa nilikuwa natoa mada, alikuwepo Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, nasema mheshimiwa, wakati huo alikuwa waziri wa mambo ya nje, na wabunge wengine. Katoa mada hapa, nikabishana sana kuhusu hoja nilizozungumza kuhusu wanavyoua siasa vioni kwa sababu na shuleni kwa sababu ya mauaji ya Michael Sikupia kule Mbeya aliyekuwa mwanafunzi wa sekondari.
lakini tukakubaliana kuhusu dhana ya education fund na mambo kama hayo kwenye hiyo mada. Mimi nilipokusikiliza wale wabunge hivi nikakata shauri toka siku ile mwaka 2001 kwamba hawa ndio wabunge, na mimi naweza kuwa mbunge zaidi yao, kuna siku nitakuwa mbunge. 2001 alafu nikawa mbunge 2010 na 2015. Kona nyingi, yoyote yule mwenye ndoto, tupambanie ndoto ya pamoja ya katiba mpya, katiba bora, lakini pambania ndoto yako mpaka keleweke, kwa sababu vijana ni nguvu ya mabadiliko.